Habari za mchana na karibu sana wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info kusikiliza matangazo yetu ya mchana leo ikiwa tarehe 15 za mwezi wa 6 mwaka 2026. Na hapa ni mahali unaposikiliza habari sahihi za haraka na zenye uhakika kutoka ndani na nje ya nchi. Tunawasalimu nyote watazamaji na wasikilizaji wetu popote mlipo, hususan katika maeneo mbalimbali ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ukanda wa maziwa makuu, vile vile na dunia kwa ujumla. Siku ya leo tutakuletea taarifa muhimu zinazogusa maisha kila siku ya wananchi, kuanzia masuala ya usalama mashariki mwa nchi, matukio ya kisiasa yanaendelea Kinshasa na majimbo mbalimbali, hadi taarifa za kijamii na kiuchumi zinazoathiri moja kwa moja wananchi wetu. Tutazungumzia pia matukio ya hivi karibuni yanayohusu mustaharakati za vikosi vya usalama, hali ya wakimbizi waliokimbia makazi yao, pamoja na maendeleo katika sekta mbalimbali za taifa. Kaa nasi kwa dakika chache zijazo, kwani tunakuletea uchambuzi wa kina na habari zilizo wazi bila kupotoshwa ukweli. Mimi ni Eloge Lulonga na kukaribisha kwa moyo mkunjifu. Endelee kuwa nasi hadi mwisho wa taarifa ya mchana kupitia Kivu News Info. Naibu waziri mkuu, waziri wa ulinzi wa taifa na mustaafu wa jeshi amewasilisha hali ya usalama na operesheni za kijeshi katika majimbo ya Kivu Kaskazini, Kusini na Ituri, ambako bado kuna vitisho vikubwa vya makundi ya kigaidi ya ADF pamoja na mashambulizi yanayohusishwa na wasi wa M23 ndio kuungwa mkono na Rwanda. Taarifa hiyo imetolewa na Gika Mombo, mwandia vita, wakati wa kikao cha 92 cha baraza la mawaziri kilichofanyika Ijumaa katika ikulu ya Umoja wa Afrika jijini Kinshasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kulingana na taarifa hiyo, serikali imeeleza kuwa mapambano dhidi ya kundi la ADF yaendelea kwa nguvu katika maeneo mbalimbali mashariki mwa nchi. ADF ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakisababisha mauaji na uharibifu kwa raia, sasa wanakabiliana na mashinikizo makubwa kutoka kwa jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Inaeleza kuwa mashinikizo ya kijeshi katika eneo la Mambasa, jimbo la Ituri, yamelazimisha wapiganaji wao kuwatawanyika katika vikundi vidogo vidogo. Baadhi yao wamekimbilia maeneo ya Wata katika jimbo la Uwele na wengine wameingia tena katika maeneo ya Beni katika Kivu Kaskazini. Hata hivyo, serikali imesitiza kwamba msako dhidi ya wapiganaji bado unaendelea kwa karibu sana. Vikosi vya ulinzi na usalama vinaendelea kufanya operesheni za kufuatilia na kuwazuia kuendelea kushambulia raia. Kuhusu wale mashariki mwa nchi na kukabiliana na waasi wa M23, serikali inaeleza kwa jeshi la FARDC linaendelea kuonyesha uwezo wa ujasiri mkubwa katika ulinzi wa taifa. Inaeleza kwa licha ya adui kutumia vifaa vya kisasa na vya kijeshi kama vile drone za kivita au kuongeza idadi ya wapiganaji wake, wa vikosi vya serikali vinaendelea kuvuruga na kuzuia mashambulizi katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kaskazini na Kusini. Naibu mkuu amesitiza kuwa wanajeshi wa Kongo wanaendelea kupigana kwa ujasiri, nidhamu na kujitolea kwa hali ya juu kwa ajili ya kulinda raia na kulinda mipaka ya nchi. Katika taarifa hiyo pia imeelezwa kuwa hali ya usalama katika mashariki mwa Kongo bado ni ngumu kutokana na kuendelea kwa mapigano ya makundi yenye silaha. ADF pamoja na makundi mengine yenye silaha bado yanaendelea kushambulia vijiji na kusababisha vifo, utekaji nyara na uharibifu wa mali za raia. Hali imesababisha pia watu wengi kukimbia makazi yao, wakiwemo wanawake na watoto ambao sasa wanaishi katika kama wakimbizi ndani ya nchi hii. Pamoja na juhudi za kijeshi, ikumbushwe kuwa tangu Mei mwaka 2021 kuna hali ya etat de siege katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Ituri. Hata hivyo, baadhi ya viongozi na wananchi wameendelea kuhoji matokeo ya hali hiyo kutokana na kuendelea kwa ukosefu wa usalama. Wakati huo, jumuiya ya kimataifa inaendelea kuonesha wasiwasi mkubwa kwamba mgogoro mashariki mwa Kongo hauwezi kutatuliwa kwa njia ya kijeshi pekee. Inaeleza kuwa kunahitajika suluhisho la kisiasa na kidiplomasia. Juhudi za upatanishi zinazofanywa na mataifa kama Marekani na Katari bado hajatoa matokeo makubwa yanaonekana moja kwa moja katika uwanja wa mapigano, ambako makubaliano kati ya vikosi vya serikali na waasi yanaendelea. Serikali imesisitiza kuwa itaendelea kulinda mamlaka ya nchi na kuhakikisha usalama wananchi wote licha ya changamoto zinazoendelea katika maeneo ya mashariki. Furaha kubwa na shamra zimeendelea kushuhudiwa hadi usiku wa manane siku ya Jumapili tarehe 14 Juni katika uwanja wa ndege wa Mugoro mjini Bunia, ambako mamia wa maelfu ya wananchi walijitokeza kumpokea rasmi gavana mpya wa kijeshi wa jimbo la Ituri, Meja General Gabi Kasongo Mulumba. Aliingia rasmi kuanza majukumu yake mapya katika jimbo hilo chini ya hali ya etat de siege. Tangu mapema jioni, uwanja wa Murongo ulijaa wananchi, viongozi wa kisiasa na kiutawala, pamoja na wanajeshi na vikosi vya usalama, wote wakisubiri kuwasili kwa kiongozi huyo mpya. Wengi wanaonekana wakiwa na matumaini makubwa kwamba uongozi wake mpya unaweza kuleta mabadiliko katika hali ya usalama na maisha ya wananchi wa Ituri, ambao kwa muda mrefu imekumbwa na changamoto za mapigano ya makundi yenye silaha na matatizo ya kijamii.
Mara baada ya kuwasili kwake mjini Bunia, Meja Jenerali Gabi Kasongo Mulumba alipokelewa kwa heshima kubwa na viongozi wa taasisi mbalimbali pamoja na vikosi vya ulinzi na usalama. Pia wananchi wengi walijitokeza barabarani wakipiga mayowe na furaha, kuimba nyimbo za kumkaribisha na kuonesha imani yao kwa kiongozi wake mpya. Shambra hizo ziliambatana na ujumbe wa matumaini kutoka kwa wananchi ambao wameeleza wazi kuwa wanatarajia kuona hatua madhubuti zitakazosaidia kupunguza ghasia, kurejesha amani na kuimarisha huduma za kijamii katika maeneo mbalimbali ya jimbo la Ituri. Akizungumza baada ya kuwasili, gavana huyo mpya wa kijeshi alitoa wito kwa wananchi, hasa vyombo vya habari, kuwa na uwajibikaji mkubwa katika kuripoti kuhusu ugonjwa wa Ebola ambao kwa sasa umerejea tena katika jimbo hilo. Alisisitiza kuwa taarifa zinazotolewa zinapaswa kuwa za kweli, zenye kujenga uelewa na si za kuleta hofu kwa wananchi. Alisema wazi kuwa lengo ni kuhakikisha jamii inapata taarifa sahihi ili iweze kujilinda na kuchukua tahadhari zinazohitajika. Alisema kuhusu Ebola na anaomba wote na hasa waandishi wa habari kwa wasambazaji wazuri wa taarifa ili kuwafahamisha wananchi kwamba ugonjwa upo na hii itakwenda sambamba na uhamasishaji wa kinga. Kauli hiyo inalenga kuimarisha kampeni za uelimishaji wa jamii kuhusu namna ya kujikinga na maambukizi, ikiwa ni pamoja na kuzingatia maelekezo ya wataalamu wa afya na kushirikiana na timu za ufuatiliaji wa ugonjwa huo. Meja Jenerali Gabi Kasongo Mulumba sasa anachukua nafasi ya Lieutenant General John Lubwa Kanshama ambaye alidumu kwa kipindi kilichopita akiwa gavana wa kijeshi wa jimbo la Ituri. Mabadiliko haya yanaendelea kuashiria mzunguko wa uongozi katika mfumo wa hali ya etat de siege uliowekwa tangu Mei mwaka 2021. Jimbo letu linaendelea kuwa chini ya hali hatari kutokana na changamoto za kiusalama zinazoendelea, ambako vikundi na vya wapiganaji bado vinasababisha mashambulizi dhidi ya raia katika baadhi ya maeneo. Sambamba na hilo, sasa jimbo hilo linapokabiliwa na changamoto mpya ya kiafya baada ya kurejea kwa mlipuko wa Ebola tangu katikati ya Mei, hali inayohitaji uangalizi wa karibu wa sekta ya afya na washirika wake. Wananchi na wachambuzi mbalimbali wa masuala ya kijamii wanasema kwamba matarajio hayo makubwa ni kuona uongozi mpya ukileta ushirikiano bora kati ya jeshi, utawala wa jamii na kuimarisha usalama, kurejesha imani ya wananchi na kupunguza athari za magonjwa ya mlipuko. Kwa jumla, kuwasili kwa gavana mpya wa kijeshi kumeleta hali ya matumaini mapya katika jimbo la Ituri, huku macho yote sasa akiwa na kwa hatua atakazochukua katika siku za mwanzo za uongozi wake ili kukabiliana na changamoto kubwa za usalama na afya zinazoendelea. Katika jiji la Goma na maeneo mengine yaliyo chini ya udhibiti wa waasi wa M23, hali ya kutokuridhika inaendelea kuibuka miongoni mwa baadhi ya wapiganaji na watu wanaofanya kazi ndani ya mifumo ya utawala wa kundi hilo la uasi, huku malalamiko makubwa yakihusu mishahara kutokulipwa, hali ngumu ya maisha na kuvunjika kwa ahadi zilizotolewa awali. Kwa mujibu wa mashuhuda walikuwepo ndani ya maeneo hayo, hali ya wasiwasi imeongezeka ndani ya siku za hivi karibuni, ambako baadhi ya wapiganaji na wafanyakazi wa kiraia wanalalamika kuwa hawapati malipo yao mara kwa mara kama walivyodaiwa wakati wa kujiunga na harakati hizo za uasi. Inasemekana kuwa kuna jitihada za mara kwa mara za kujaribu kuwatuliza kupitia mgao wa fedha wa muda mfupi, lakini hazitoshi kuziba pengo la malalamiko yanaendelea kukua. Baadhi ya wachambuzi wa eneo hilo wanasema kuwa hatua za kugawa fedha kwa baadhi ya wapiganaji zinaonekana kama jaribio la kuzarura la kupunguza hasira na migawanyiko inayojitokeza ndani ya safu za uasi, hasa kutokana na ongezeko la wale wanaojiondoa na kurejea kwenye vikosi vya serikali. Ripoti kutoka kwa maeneo yaliyo chini ya udhibiti wa uasi zinaeleza kuwa idadi ya wapiganaji wanaojiondoa imekuwa ikiongezeka katika miezi ya hivi karibuni. Wengi wao wanatajwa kurejea katika jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, wakieleza sababu mbalimbali ikiwemo kutokulipiwa mishahara, maisha magumu kambini na kutokutumiziwa kwa ahadi walizozipewa kabla wakati wa mapambano ya awali. Moja ya waliowahi kuwa mpiganaji ambaye sasa amerudi upande wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika eneo la Masisi amesema kuwa waliahidiwa maisha bora na mapato makubwa baada ya kuchukua miji mikubwa kama Goma na Bukavu. Hata hivyo, anadai kuwa hali halisi imekuwa tofauti, ambako ni viongozi wachache tu wanaonufaika huku wengine wakiachwa bila malipo. Kwa upande wake, aliyo inaonekana kuwa kugusa sekta za ziada zinazofanya kazi chini ya utawala wa waasi, hususan katika maeneo ya mawasiliano na usimamizi wa taarifa. Baadhi ya wafanyakazi wa vyombo vya habari wanalalamika kutokulipwa mishahara ya mara kwa mara, wakipokea kiasi kidogo cha fedha kisiso cha kudumu kama mshahara wa mara kwa mara. Mmoja wa waandishi wa habari anayefanya kazi katika kitengo cha mawasiliano cha utawala huo na waasi anasema kuwa licha ya kufanya kazi kila siku, hakuna mfumo rasmi wa malipo uliowekwa. Anadai kuwa mara nyingi hupokea kiasi
kiasi kidogo cha pesa kama dola 10 au 12, lakini si mshahara wa kudumu unaweza kuendesha maisha. Alisema pia kuna hali ya kukosekana kwa uwazi katika mapato ya eneo hilo, akidai kuwa sehemu kubwa ya fedha zinazokusanywa katika maeneo yanayodhibitiwa na waasi hupelekwa nje ya eneo hilo, huku wale wanaofanya kazi wakiachwa katika hali ngumu ya maisha. Baadhi ya waandishi wa habari wanadai kukabiliwa na mazingira magumu ya kazi, ikiwa ni pamoja na vitisho, kukamatwa na wakati mwingine kudhulumiwa, wanaolazimisha wengine kuacha kazi zao au kukimbia maeneo yanayokuonekana kuwa salama kwa ajili yao. Kwa jumla, taarifa hizi zinaonyesha picha ya ndani ya hali halisi ya wasiwasi inaendelea katika maeneo ya mashariki mwa nchi yaliyo chini ya udhibiti wa waasi, ambako changamoto za kiuchumi, kijeshi na kiutawala zinaendelea kuasili mshikamano wa ndani na kuongoza migawanyiko katika safu hizo. Gavana wa zamani wa jimbo la Kivu Kaskazini na waziri wa sasa wa biashara nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Julien Paluku Kahongwa, amejibu rais wa zamani wa DRC Joseph Kabila kufuatia kauli zake za hivi karibuni alizozitoa kupitia ujumbe wake wa tarehe 11 Juni mwaka 2026, ambako alalamika kutokusikilizwa wala kueleweka. Katika mjadala wa kisiasa uliozua hisia kali, Joseph Kabila alisema "J'ai toujours pas été attendu moi encore compris", akimaanisha kwamba bado hajapata kusikilizwa wala kueleweka. Kauli hiyo imezua majibu makali kutoka kwa Julien Paluku, ambaye amekosoa vikali maazimui ya ujumbe wa rais huyo wa zamani, akihusisha kipindi chake cha uongozi na mizozo iliyokumba mashariki mwa nchi, hasa kuhusiana na makundi ya CNDP na M23. Julien Paluku katika maelezo yake anahoji namna Joseph Kabila alivyoweza kufikia hali ya sasa na malalamiko aliyotoweka, akilinganisha historia yake ya miaka 18 ikiwa madarakani na hali ya sasa ya mgogoro wa usalama nchini. Katika maelezo yake, Paluku alidai kuwa kwa muda mrefu wananchi waliaminishwa kuwa kulikuwa na mapambano dhidi ya kundi la CNDP na baadaye M23, lakini sasa anadai kuwa matukio ya sasa yanaibua maswali kuhusu uhusiano wa baadhi ya viongozi wa zamani na makundi yayo ya waasi. Pia katika matamko yake ametaja baadhi ya watu waliohusishwa na historia ya mzozo wa mashariki mwa Kongo, kiwemo Laurent Kunda, Bosco Taganda, vile na Sultan Makenga, kiongozi wa kijeshi wa M23 ambaye anatajwa katika migogoro ya sasa mashariki mwa DRC. Julien Paluku anaoji matukio ya zamani kama kukamatwa kwa Nkunda na mazingira ya kujisalimisha kwa Taganda, akidai kuwa kulikuwa na makubaliano ya kisiasa yaliyofanyika nyuma ya pazia kati ya baadhi ya viongozi na mataifa ya kikanda. Kwa upande wake, Joseph Kabila katika ujumbe wake alisitiza kuwa kuna mambo mengi yanayofichwa ambayo sasa yanaanza kujitokeza. Mvutano wa kauli kati ya viongozi wa wawili wakuu wa zamani na sasa wa kisiasa nchini DRC unaendelea kuzua mjadala mkubwa wa kitaifa kuhusu historia ya migogoro mashariki mwa nchi, uhusiano wa kisiasa wa zamani, hali ya sasa ya usalama katika Kivu Kaskazini, kusini na maeneo mengine jirani. Wachambuzi wa kisiasa wanasema mjadala huu unaweza kuongeza mvutano wa kisiasa nchini, hasa katika kipindi ambacho taifa linaendelea kukabiliana na changamoto za kiusalama na uhusiano mgumu kati ya serikali na makundi ya waasi na mataifa ya kanda na maziwa makuu. Barabara ya taifa namba 5 inaunganisha mji wa Bukavu na Uvira katika jimbo la Kivu Kusini imefunguliwa tena rasmi kwa matumizi ya wananchi na magari siku ya Ijumaa tarehe 12 Juni katika eneo la Luvungi, baada ya kufungwa kwa muda wa mwezi mmoja na siku 4 kutokana na sababu za kiusalama zilizotangazwa na mamlaka za mkoa. Kwa muda wote wa kufungwa kwa barabara hiyo, maeneo kadhaa ya Luvungi yalikuwa yamewekwa vizuizi vya usalama aliyosababisha msongamano mkubwa wa magari yaliyokuwa kisimama kwa muda mrefu bila kusonga. Kufunguliwa kwake kumerejesha matumaini mapya kwa wasafiri, wafanyabiashara na wakazi wa eneo hilo wanaotegemea njia hiyo muhimu ya uchumi na uchukuzi. Baada ya tangazo la kufunguliwa, magari kadhaa yalianza kuondoka moja kwa moja kuelekea Uvira na Bukavu, jambo linaloashiria kurejea kwa shughuli za kawaida za usafiri katika eneo hilo. Wakazi wa Luvungi wameeleza furaha yao kwa hatua hii, wakisema kuwa walikuwa wamesirika sana kiuchumi kutokana na kusimama kwa shughuli za usafiri. Mmoja wa wakazi wa eneo hilo amesema kuwa kufunguliwa kwa barabara hiyo kumekuwa dafaraja kwa wananchi waliokuwa wamekwama na mizigo yao kwa muda mrefu. Amesema wanatarajia pia kampuni za usafiri kurejea kufanya kazi kikamilifu katika siku chache zijazo ili kurudisha mzunguko wa kawaida wa kiuchumi. Tangazo la kufunguliwa kwa barabara namba 5 pia limethibitishwa na viongozi wa eneo hilo pamoja na harakati wa kiraia. Miongoni mwao ni Andre Biadunia, ambaye amesema kuwa kufunguliwa kwa barabara hiyo ni hatua muhimu baada ya mwezi mmoja wa vikwazo vilivyofanywa viasiri maisha ya wananchi na shughuli za biashara kati ya Uvira na Bukavu. Kwa upande wake, harakati ya raia ya Machozi imekaribisha uamuzi huo, lakini pia imekosoa mara kwa mara kufungwa kwa barabara hiyo bila taarifa za muda mrefu. Harakati hiyo inasema hatua hizo huasiri moja kwa moja wananchi wa kawaida ambao wana kipato cha kudumu na kutegemea sana biashara ndogondogo za usafiri wa kila siku.
Mamlaka za jimbo la Kivu Kusini kupitia naibu gavana wa Jean-Jacques Lakano zimeeleza kuwa kufungwa kwa barabara namba 5 kulitokana na masuala ya kiusalama. Amefafanua kuwa katika kipindi hicho serikali ilikuwa inalenga kuhakikisha usalama wa wasafiri na kuzuia hatari na uweza kutokana na hali ya mzozo katika maeneo ya mashariki. Kwa taarifa kwa habari ziliyopo maeneo kutoka Bukavu kupitia Nyatende, Nyangezi, Milima Ngomo hadi Kamanyola yanadaiwa kuwa chini ya udhibiti wa kundi la waasi M23, wakati upande wa pili vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC vinadhibiti eneo la Luvungi hadi mji wa Uvira pamoja na maeneo ya jirani. Kufunguliwa tena kwa barabara hiyo kumepokelewa kama hatua muhimu ya kurejesha harakati za kiuchumi na kijamii kati ya jamii hiyo mawili mikubwa Kivu Kusini. Wafanyabiashara na wasafiri wanasema hatua hiyo itasaidia kupunguza gharama za usafiri, kuongeza biashara na kurejesha hali ya kawaida katika ukanda huo muhimu wa usafirishaji. Siku mbili baada ya jaribio la kufanya mkusanyiko wa amani 60 uliozua muungano wa upinzani wa C64 uliolenga kupinga mswada wa sheria na kura maoni uliopitishwa na bunge la taifa, katibu mkuu wa chama cha tawala UDPS Augustin Kabuya ametoa tuma nzito zidi ya wapinzani hao. Akizungumza katika mkutano wa kisiasa uliofanyika katika makao makuu ya chama hicho yaliyopo eneo la Limete mjini Kinshasa, Kabuya alishutumu wapinzani kwa madai ya kuhusisha makundi ya vijana wenye silaha maarufu kama Mobondo ambao wanadaiwa kupewa silaha za jadi kama mapanga ili kufanya vurugu. Kabuya amedai kuwa lengo la maandamano ilikuwa la amani kama ilivyoelezwa, bali ilikuwa ni kujaribu kuchochea machafuko makubwa nchini, ikiwemo hata mpango wa kuchoma moto jengo la bunge la taifa Palais du Peuple. Amesema lengo lao ilikuwa ni kuchoma Palais du Peuple na kusababisha vurugu nchini. Walitegemea sana Mobondo ambao ni kundi linalofanya kazi katika eneo la Grand Bandundu. Kwa mujibu wa taarifa tulizonao, walitoka na mapanga na baadhi yao ambao hawakukubaliana na mpango huo waliitwa uasaliti. Katika maelezo yake, Augustin Kabuya pia alipinga vikali madai ya upinzani kwamba walishambuliwa na kundi linaloitwa Force du Progrès, akisema kuwa kundi hilo haliko wazi na linatumiwa kisiasa. Amesema kuwa wanasema ni Force du Progrès, lakini sisi tunaulizana ni nani hasa hao? Ni sehemu gani Force du Progrès? Wao wenyewe ndio waliotengeneza jina hilo. Kabuya anashutumu moja kwa moja baadhi ya viongozi wa upinzani akiwemo Martin Fayulu, Deli Sesenga na Jean-Marc Kabunda kidai kuwa walipokea fedha kutoka kwa aliyekuwa rais wa zamani Joseph Kabila na mwanasiasa Moise Katumbi ili kufanikisha maandamano hayo. Ameongeza pia tukio la watu kudaiwa kujeruhiwa wakati wa maandamano hayo naweza kuwa lilipangwa, akidai kuwa baadhi ya wapinzani walitumia vitu kama nyanya, tomate kwenye mashati meupe ili kuiga damu na kuonyesha kama wameumizwa. Kauli hizi zimeongeza mvutano mkali wa kisiasa kati ya chama tawala UDPS na muungano wa upinzani, huku kila upande ukiendelea kutuhumu mwingine kwa njama za kuvuruga amani ya nchi. Wachambuzi wa siasa wanasema hali inaonyesha kuongezeka kwa migawanyiko ya kisiasa nchini, hasa katika kipindi ambacho mjadala kuhusu sheria na mabadiliko ya kisiasa inaendelea kwa nyeti na nyesia kali miongoni mwa wananchi. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali ya kisiasa inaendelea kuonyesha mvutano mpya baada ya wabunge wa kitaifa kutoka majimbo ya Kivu Kaskazini na Ituri kusimamisha kwa muda ushiriki wao katika shughuli za bunge la taifa. Hatua inakuja baada ya wabunge hao kukumbwa na presha kubwa kutoka kwa wapiga kura ambao wamewazomea kwa utumu kwa kushindwa kuzingatia kipaumbele cha hali mbaya ya usalama mashariki mwa nchi, huku wao wakihusishwa zaidi na mjadala wa kisiasa kuhusu maswada wa sheria na kura ya maoni rwa referendum. Kwa mujibu wa taarifa zao, wananchi wa maeneo ya Beni, Lubero, Mombasa na Irumu na maeneo mengine walioathirika na machafuko wamekuwa wakitaka viongozi wao wa bunge waweke mbele swala la amani na usalama badala ya mijadala ya kisiasa isiyo na haraka kwa maisha ya wananchi. Wabunge wa sasa wanasema wameamua kutisha kwa muda kushiriki vikao vya bunge kama njia ya kupinga kile wanachokiita kupuuzwa kwa mateso ya wananchi wa mashariki mwa Kongo. Moja sababu kubwa za uamuzi hiyo ni kucheleweshwa kwa kikao cha wiklo, kikao cha siri kilichokuwa kimepangwa kujadili kwa kina hali ya usalama katika mashariki mwa DRC. Kwa hicho kilikuwa kimefadhiwa kufanyika na ofisi ya bunge la taifa, lakini kimeasirishwa, jambo lililozua hasira kubwa miongoni mwa wawakilishi hao wa majimbo yaliyoathirika. Wabunge wanasema kuwa hadi za kujadili hali ya usalama ilipitishwa kipaumbele cha haraka kutokana na ongezeko la mapigano, mauaji ya raia na uhamasishaji mkubwa wa watu katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kaskazini na Ituri. Kwa sasa wamesitiza kuwa hawatashiriki tena katika shughuli za kawaida za bunge hadi watapokutana moja kwa moja na amri mkuu wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambaye vile vile ni rais wa nchi, ili kumweleza moja kwa moja kuhusu hali halisi na wakabili wananchi wao. Wameeleza kuwa wanataka majibu ya moja kwa moja kuhusu hatua za serikali katika
kukabiliana na vikundi vya waasi na kurejesha amani katika maeneo kama Beni, Lubero, Mombasa na Irumu ambayo kwa muda mrefu yamekuwa kikabiliwa na mashambulizi ya mara kwa mara. Wakizungumza kwa mastiko, baadhi ya wabunge wanasema kuwa wananchi wamekuwa wakipoteza imani kwa viongozi wao kutokana na kile wanachokiita kupuuzwa kwa janga la kibinadamu linaloendelea mashariki mwa nchi. Wamesisitiza kuwa haiwezekani kuwa bunge litaendelea kujadili masuala ya kisiasa ya muda mrefu huku wananchi wakabiliana na mauaji, utekaji nyara na kuhama makazi kila siku. Hatua hii ya kusimamisha shughuli za bunge inaonekana kuongeza shinikizo zaidi kwa serikali ambayo tayari inakabiliwa na changamoto kubwa za kiusalama mashariki mwa nchi. Wachambuzi wa siasa wanasema mgogoro mpya unaonyesha pengo kubwa kati ya viongozi wa kitaifa na hali halisi ya maisha ya wananchi walioko maeneo ya mapigano, na inaweza kuibua mjadala mpana zaidi kuhusu vipaumbele vya taifa katika kipindi hiki kigumu. Tukielekea ukingoni mwa taarifa yetu ya mchana leo ambayo ni tarehe 15 za mwezi wa 6 mwaka 2026 kupitia Kivu News Info, tunashukuru sana kwa kuwa pamoja nasi tangu mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Habari zote tulizozitangazia leo zinaendelea kubeba uzito mkubwa katika maisha ya kila siku ya wananchi, hususan katika maeneo ya usalama, siasa na maendeleo ya kijamii, na vile vile tunawahimiza muendelee kufuatilia ili kupata taarifa zaidi za haraka na zenye ukweli bila upotoshaji. Kivu News Info tunaendelea kujitatiti kwa sauti ya wananchi na daraja la habari za kuaminika kutoka mashariki mwa Kongo na kwingineko. Basi mimi ni Teloje Lulonga, na basi kama ndio ulikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla kuondoka ningekuomba na kusifu kitu kimoja, kisha umesubscribe, like, comment na kushare, na kwa lugha unasema kujabone kwa email vile na kupartager kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tayari utakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Basi tunakutakia mchana mwema, salama na wenye amani. Endelea kuwa nasi katika vipindi vyetu vingine, na kwa sasa kutoka Kivu News Info tunasema kwaheri na hadi wakati mwingine. Skrini zetu zinaweza kuunganisha au kugawa. Leo hii taarifa nyingi husambaa bila kuthibitishwa kwenye mitandao ya kijamii. Uvumi, habari za uongo na maneno ya chuki vinaharibu uaminifu na kudhoofisha jamii zetu. Kabla ya kushiriki, jiulize swali rahisi: je, taarifa hii ni ya ukweli? Tuthibitishe vyanzo, tukatae upotoshaji, tuseme hapana kwa taarifa za uongo. Skrini zetu zinapaswa kuwa madaraja na si silaha. Kivu News Info inakuita kuwa na uwajibikaji wa kidijitali. Pamoja tuchague umoja, ukweli na amani. Ujumbe huu umetolewa na kuzanishwa na Wizara ya Ulaya ya Mambo ya Nje kwa kushirikiana na Search for Common Grounds. Audio Jungle.